Upande wa majeraha kwa upande wa mchezaji ni jambo ambalo limekuwa likitokea si mara kwa mara, lakini mara moja wa majeraha yanaweza yakatokea ambayo yanakuwa ni ya kawaida, lakini kuna mchezaji ambapo majeraha yake yanakuwa ni ya muda mrefu zaidi kutokana na namna ambavyo inakuwa inatokea. Sasa kutokana na taarifa ambayo imeweza kutoka ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans ni kwamba mshambuliaji Clement Mzize, tuliweza kuona taarifa ambayo aliweza kutoa Ally Kamwe kwamba Clement Mzize atakosekana ndani ya wiki 10. Lakini sasa taarifa rasmi kwa upande wa madaktari wameweza kutoa sasa hii leo baada ya vipimo kukamilika, ambapo jana alitazama juu na kusema kwamba kuna uwezekano, kwa sababu bado ilikuwa vipimo havijakamilika, na ndio maana Ally Kamwe akaweza kutoa taarifa hiyo. Lakini kwa sasa imetoka taarifa rasmi kwamba mchezaji huyo atakaa muda mrefu zaidi na sio wiki 10 kama ambazo aliweza kueleza Ally Kamwe. Nitakwenda kukupatia taarifa hii kiundani zaidi. Kabla sijakupatia, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Tunafahamu kwamba Clement Mzize tayari amekosekana kwenye baadhi ya michezo kwa siku za hivi karibuni kwa upande wa klabu ya Yanga. Sasa hapo jana tuliweza kuona afisa habari Ally Kamwe aliweza kuelezea hali ya Clement Mzize kwamba atafanyiwa upasuaji, lakini vipimo vilikuwa bado havijaweza kufanyika rasmi, lakini pia aliweza kueleza kwamba kuna uwezekano akakaa wiki 10 nje. Lakini pia taarifa ambayo imeweza kueleza sana madaktari kwa siku ya leo ni kwamba mchezaji huyo atakosekana ndani ya miezi 3 kutokana na taarifa ambayo imeweza kutolewa. Sasa kuna baadhi ya michezo ambayo ataikosa mchezaji huyo. Sasa hapa nitakwenda kukutajia orodha ya michezo ambayo atakosekana kwa upande wa Clement Mzize ndani ya miezi 3 ambayo ameweza kutoa madaktari hao kutokana na majeraha ambayo amekuwa nayo. Sasa kwa upande wa mechi ambazo zimesalia kwa upande wa klabu ya Yanga Clement Mzize, mechi ambayo itachezwa tarehe 9 mwezi wa 11 itakuwa ni Yanga dhidi ya KMC. Hiyo ni mechi ya kwanza ambayo atakosekana, lakini pia mechi ya pili ambayo atakosekana Clement Mzize ni ile dhidi ya AS Rabat ya nchini Morocco, ambapo ni mechi itachezwa tarehe 21, lakini pia tarehe 28 kwenye mechi ya JS Kabylie dhidi ya Yanga atakosekana. Hiyo ni mechi ya 3, lakini pia mechi ya 4 itakuwa ni dhidi ya Namungo, lakini pia mechi ya 5 atakosekana ni mechi ya kombe la FA ambapo bado haijaweza kupangwa raundi ya 64, maana kwamba itakuwa ni tunasema kwamba ukipiga hesabu hapa zinakuwa ni mechi ya 5. Lakini pia mechi ya 6 ni dhidi ya Coastal Union, lakini pia mechi ya 7 ni dhidi ya Simba, lakini pia mechi ya 8 ni dhidi ya Al Ahly ambayo itachezwa tarehe 23 mwezi wa kwanza, lakini pia mechi nyingine atakayokosekana ni mechi dhidi ya Azam. Unaona namna ambavyo mpangilio. Hiyo itakuwa ni mechi ya 9, lakini pia mechi ya 10 tena itakuwa ni ya Al Ahly, lakini pia mechi ya 11 ni dhidi ya TRA ambayo itachezwa tarehe 1, mechi ya 12 ni dhidi ya JKT Tanzania tarehe 6, lakini pia mechi ya 7 atakayokosekana ni dhidi ya AS Rabat, lakini pia na mechi ya Mtibwa pia atakosekana, lakini pia mechi ya Kabylie ambayo itachezwa tarehe 13 mwezi wa pili na yenyewe pia atakosekana kutokana na taarifa ambayo imeweza kutolewa. Maana kwamba hizo zitakuwa ni takriban mechi 15 ambazo atakosekana. Lakini pia taarifa inaeleza kwamba huenda kuanzia tarehe 11 ama tarehe 10 mwezi wa pili hali yake ikawa iko shwari, lakini pia kuna uwezekano akasubiri akarejea mechi dhidi ya Dodoma ambayo itachezwa tarehe 18 kama mechi hazitahirishwa hapo katikati. Maana kwamba zitakuwa ni mechi 15 ambazo atazikosa kwa upande wa klabu ya Yanga kwa upande wa Clement Mzize.